tutembee pamoja katika somo ambalo litatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11, na hii yote ni katika wasaa wa majaribu ya Yesu. Neno linasema katika Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 11, kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akamjibu akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Kwa nini tumeamua kidogo kulisogeza somo hili kwetu? Moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea katika zama tulizonazo ni watu kutokuwa na imani iliyothabiti. Tupo watu ambao tunaamini kupambana na nguvu za Shetani kupitia mifupa ya nguruwe, mafuta, maji ya upako, picha za watumishi na vitu vya namna kama hiyo. Watu wanadhani kwamba Shetani ni kiumbe dhaifu kweli kweli, lakini nikueleze tu, hizo zote tunazozifanya, na utakuta watu tumehangaika, tumekazana, tunaomba toka kwa jina la Yesu. Shetani sio kiumbe dhaifu wa kufukuzwa kiasi hicho ambacho wewe unadhani. Huyu anayejaribiwa hapa katika namna 3 tofauti kwenye hii Injili ya Mathayo ni huyo Yesu ambaye wewe, mimi na yule tunaendelea kukesha makanisani tukitafuta ukaribifu wake. Ninachotaka kusema ni nini hapa? Ndugu zangu, tunahitaji kutafuta ukweli, lakini tunahitaji kuzama zaidi kwenye imani ili tuweze kupambana hii vita dhidi ya mwovu Shetani. Shetani kamwe hataweza kutuacha, kwa sababu ndani kwetu kuna mifupa ya nguruwe, kwa sababu ndani kwetu kuna picha za watumishi, kwa sababu ndani kwetu sijui tumeweka maji ambayo yameombewa na mtu na vitu kama hivyo. Ili kweli tuweze kufikia mahali tukajiweka katika safu nzuri ya kutafuta utakatifu wa Mungu, tunahitaji kweli kukishika vizuri kitabu hiki, kusoma vizuri maandiko na kuweza kupata huo mpenyo tunaotafuta. Kwa leo ni hayo tu. Tutaendelea tena kwa namna nyingine kujaribu kuangalia tunawezaje sasa kupambana vita hii ngumu na nzito dhidi ya adui mkubwa na mwenye nguvu huyu ambaye tunamuita Shetani. Lakini hayo mawazo tulionayo ya kupambana naye kupitia mifupa ya nguruwe na vitu vingine, kupambana naye kupitia picha za watu wengine ambao labda ni watumishi na vitu kama hivyo, tutapotea. Asante na nikutakie kila la heri.